Katikati ya misitu ya Kigoma, Tanzania, sauti ya pori inasikika. Ni hapa ambapo mwanamke mmoja aliyegeuza historia ya sayansi ya wanyama na kufunua siri kuu za sokwe kama jamaa zetu wa karibu zaidi. Hii ndio safari ya maisha ya Dr. Jane Goodall. Jina lake halisi ni Valerie Jane Morris Goodall. Alizaliwa Hampstead, Uingereza, April 3 mwaka 1934. Tangu akiwa mtoto alikuwa na hamu isiyo ya kifani ya wanyama. Alisoma vitabu vya Tarzan na kuota ndoto siku moja kuja Afrika. Ndoto ambayo kwa wengi ingeonekana haiwezekani, lakini kwake ilikuwa mwaliko wa maisha. Mwaka 1957, Jane aliwasili Afrika Mashariki. Akiwa hana shahada ya chuo kikuu, lakini akiwa na shauku ya kujifunza. Hatua yake kubwa ilikuja alipoajiriwa na mtafiti maarufu Louis Leakey, ambaye alimtuma Tanzania kuanza utafiti wa sokwe katika hifadhi ya taifa ya Gombe. Dr. Jane Goodall alisomea sayansi katika chuo kikuu cha Cambridge. Alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Newham na Darwin pia. Hapo ndipo alipoandika tasnifu yake kwa mwalimu wake Robert Hinde. Alikuwa mwandishi wa kitabu chake cha kwanza cha Behavior of Free Living Chimpanzees kuhusu uchunguzi wake na uzoefu wake katika hifadhi ya taifa ya Gombe. Mwaka 1960, akiwa na umri wa miaka 26 tu, Dr. Jane alianza safari yake kipekee kwenda hifadhi ya taifa ya Gombe iliyopo mkoani Kigoma. Kwa muda mrefu alikaa kimya msituni akijifunza ili kuaminika na sokwe, na hapo akashuhudia jambo la kushangaza. Alikuwa na maoni kuwa sokwe wanaishi kama binadamu na wanaweza kuwa na hisia kama za huzuni na hasira. Aliwatazama sokwe wakifanya vitendo vinavyofanana na vya binadamu, kama vile kubusu na kukumbatia. Pia alibaini kuwa sokwe hula nyama, jambo ambalo lilikuwa tofauti na imani ya awali kwamba wao hula majani tu. Dr. Jane Goodall alithibitisha pia kwamba sokwe ni wanyama wenye tabia za kihisia na wakali ambao wanapenda kupigana. Jane Goodall alifunua kuwa sokwe si tu viumbe wa porini, bali ni jamii kamili yenye hisia, upendo, huzuni, vita na urafiki. Aliwaona wakilia walipowapoteza wapendwa wao, wakicheza kwa furaha na wakipigania makazi yao. Ulimwengu uligundua kuwa binadamu na sokwe walikuwa karibu zaidi kuliko ilivyowahi kufikirika. Mwaka 1977 alianzisha Jane Goodall Institute kusaidia uhifadhi wa sokwe na misitu. Baadaye akaanzisha Roots and Shoots, mpango wa vijana unaowapa sauti watoto na vijana katika kulinda mazingira. Alizunguka dunia akihimiza heshima kwa kila kiumbe na kila mti, akisema kila mtu ana jukumu la kufanya dunia iwe bora. Alifanikiwa kupata tuzo mbalimbali, ikiwemo ile ya Tang Prize in Sustainable Development kwa kazi yake ya utafiti wa sokwe na juhudi zake za maisha yote katika uhifadhi wa mazingira, na tuzo ya mwaka huu iliyojulikana kama Presidential Medal of Freedom aliyokabidhiwa na aliyewahi kuwa rais wa Marekani Joe Biden, ambayo ni tuzo ya heshima ya juu zaidi ya kiraia nchini Marekani, ambayo inatolewa kwa watu waliofanya mchango mkubwa katika ustawi wa taifa, amani, dunia au shughuli muhimu za kijamii au za uboreshaji wa maisha. Kuhusu familia, Dr. Jane Goodall aliwahi kuolewa mara 2. Alikuwa na ndoa na Baron Hugo van Lawick mnamo March 28 mwaka 1964 huko London, na walikuwa na mtoto mmoja, Hugo Eric Louis. Baadaye aliolewa na Derek Bryson mnamo mwaka 1974, lakini baadaye mume huyo alifariki kutokana na saratani. Jane Goodall alituachia urithi wa matumaini. Mnamo Oktoba mosi mwaka huu 2025, akiwa na umri wa miaka 91, alifunga rasmi safari yake ya maisha. Dunia ilimpoteza, lakini sauti yake itaendelea kuishi misituni na mioyoni mwa vizazi vijavyo. Urithi wa Jane Goodall ni wito wa kila mmoja wetu kulinda mazingira, kuheshimu viumbe hai na kuamini kwamba hatua ndogo zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Alituachia zawadi kuu,
ufahamu kwamba sisi sote binadamu na sokwe ni familia moja kubwa ya dunia. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu. Mimi ni Zainab Mtima, hadi wakati mwingine.